Mtazamaji wa Faida Online TV, ni Mei 29, 2026 ambapo wananchi wa Mtwara na Lindi wanakuja kutengeneza historia mpya na wameamsha nderemo, furaha na faraja leo wakimshuhudia Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Mavunde akiongoza swala zima la uzinduaji wa kiwanda cha uchakataji wa chumvi, kiwanda ambacho kimejengwa katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa katika mkoa huu wa Lindi. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kushuhudia yote ambayo yanaendelea katika maeneo haya, lakini pia uwepo wa kiwanda hiki ni wazi kuwa unakuja kuwasaidia walimaji wa chumvi ambao walikuwa wanasafiri umbali mrefu kutoka hapa kuelekea moja kwa moja katika mkoa wa Pwani kwa ajili ya kuweza kupeleka chumvi yao kuchakatwa, lakini kwa sasa watachakata hapa Lindi. Lakini pia kiwanda kinakuja kutoa ajira kwa wananchi ambao wanapatikana maeneo haya na wale wenye ujuzi wa kufanya kazi ambao wanahusiana na swala zima la viwanda vya chumvi. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana pasipo na bugudha, tumefika Kilwa kwa ajili ya kuweza kuripoti taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na kucomment channel hii ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mheshimiwa Anton Mavunde ni mbunge na waziri wa madini. Hapa alipata nafasi ya kuhutubia umma uliokusanyika katika viunga hivyo. Tuko hapa Kilwa, jambo linakwenda kutimia, kiwanda kitaanza kufanya kazi, tutakwenda kutatua changamoto nyingi za wakulima wetu kukosa soko la uhakika. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe na kamati nzima tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kusukuma kazi hii kuweza kutokea. Naomba kipekee kabisa nimshukuru sana na kumpongeza mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Madini Tanzania STAMICO, Dr. CPA Venance Mwase. Umekuwa nguzo kuu ya shirika hili kufanya vizuri. Mheshimiwa Rais alielekeza kiwanda hichi kijengwe ili kutatua changamoto ya wakulima wa chumvi katika nchi yetu ya Tanzania na hasa katika mikoa ya kusini. Leo nasimama hapa kwa furaha kubwa ya kwamba yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya ujenzi wa kiwanda hichi yamekamilika na sasa wakulima wa chumvi watauza chumvi ghafi yao hapa kiwandani, itasafishwa hapa na itakuwa ni utatuzi wa kwanza mkubwa wa changamoto ya soko la chumvi ghafi. Dr. Venance Mwase CPA ni mtendaji mkuu wa STAMICO. Gharama ya mradi huu kama tulivyoweka kwenye business plan itagharimu bilioni 4.5 mpaka kukamilika. Lakini sasa hivi tumeshatumia bilioni 3.1. Na kama mnavyoona bado shughuli zinaendelea zile za extension services. Chongi rasmi, namna ya kuendesha kiwanda hiki ni kwa namna mbili. Kwanza tutakuwa ni wanunuzi wa chumvi ghafi sisi kama STAMICO. Namna nyingine ni kutoa huduma ya kuongezea thamani chumvi kwa maana refining, ambayo ukileta chumvi yako hapa utatuachia, lakini tutaisafisha na wewe utaipatia kule. Ukitaka tukutolee na brandi yetu ni sawa, lakini ukiwa na brandi yako pia tutakuwa tuna accommodate hilo. Asante. Kwa jina naitwa Hawa Abdurahmani Ghasia, mwenyekiti wa chama cha wazalishaji chumvi Tanzania. Kutoa chumvi Mtwara kuipeleka Mkuranga natakiwa zaidi ya milioni 2,100,000 au milioni 2,200,000. Nikija kuuza mfuko wa kilo 50 kwa shilingi 10,000, ukitoa gharama ya usafiri unajikuta ni kwamba hakuna ulichokipata. Kauli yangu turudi mashambani tukazalishe zaidi, lakini tuzalishe kwa ubora. Kwa jina naitwa Halfan Nasor Halfani, ni mwenyekiti wa kamati ya madini ya chumvi kupitia shirikisho la wachimbaji Tanzania FEMATA, lakini pia ni mwenyekiti wa wazalishaji chumvi mkoa wa Mtwara. Muda mwingi tulikuwa tukiomba serikali itupatie kiwanda kwa ajili ya kuturahisishia soko, kwa sababu sasa hivi chumvi ya mawe imekosa soko kabisa. Sasa hivi chumvi iliyokuwa sokoni ni chumvi ya unga. Baada ya majadiliano makubwa na waziri na mkurugenzi wa STAMICO, mkuu wa mkoa wa Mtwara, na hatimaye wakatuletea hichi kiwanda.
na kwa heshima ambayo tumepewa au nimepewa binafsi kama ni mwanakamati wa kiwanda hiki, kuhakikisha wadau wa chumvi wa mkoa wa Mtwara wananeemeka na wanapata kilichokuwa bora. Tuna matarajio makubwa na ujio wa kiwanda hiki, lakini tuna matarajio makubwa na viongozi kwa jinsi walivyotupambania. Yaani inaonyesha kabisa wana moyo wadau wetu wa chumvi, sasa na wenyewe wakati wao umefika wa kufanikiwa. Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kusikia kilio cha watu wa chumvi na kwa kuhijibu, lakini pia nimshukuru Waziri wa Madini, muda mwingi nikiwa nikishauriana naye na alikuwa ananiahidi jambo lako litakwenda sawa sawa. Lakini vizuri nimshukuru mtendaji mkuu wa STAMICO, mara nyingi huwa nikikutana naye nilikuwa na jaribu mara kwa mara kuwasiliana naye na alikuwa ananiahidi jambo lako linatekelezeka, na tulipotoka bungeni alishaniambia sasa wadau wa chumvi kazi yenu nimewamalizia. Kwa majina naitwa mrakibu wa magereza Philemon Elias Mrutu. Nipo gereza kiwanda chumvi Mtwara. Tunashukuru sana na tumefarijika kwa kiwango kikubwa ujio wa hiki kiwanda. Kitatusaidia, kwanza kitatupa hali nzuri ya kuweza kuzalisha chumvi kwa kiwango kikubwa. Kwa majina naitwa Zamda Hatibu, ni mzalishaji chumvi kijiji cha Mnete, lakini pia ni naibu katibu wa TASPA Tanzania. Mimi kwanza nimependa na nashukuru serikali kutuwezesha kupata kiwanda ambacho ni karibu kabisa na kijiji chetu. Mimi matarajio yangu ni makubwa sana, naamini sasa hivi nitakuwa nafanya packaging zangu za chumvi ya kusaga. Sio tu tutakuwa si base kwenye raw peke yake, na mimi tutakuwa tuna base pia na chumvi ya kusaga. Kwa hiyo tuna expect vitu vizuri na tunaomba wateja wetu watupokee kwenye masoko, kwa sababu tunaamini sasa hivi hata sisi tutakuwa tuna package zetu wenyewe binafsi za chumvi za kusaga. Na mtazamaji wa Faida Online TV, huu ndio muonekano wa ndani wa kiwanda hiki cha kuchakata chumvi kilichopo katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa ndani ya mkoa wa Lindi, ambapo Faida Online TV tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuripoti habari yake. Lakini kiwanda hiki kinaenda kuwa mkombozi sio tu kwa wakulima wa chumvi, lakini pia hata kwa wananchi mbalimbali ambao watakuja kupata ajira kutoka maeneo haya. Mpaka kufikia hapo mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.